mchezaji mwenye mpira ndio anakabwa. Ndio. Ukiona watu mpira unachezwa jana, yule ambaye ana mpira ndio anakabwa. Kwa hiyo haya unayoona na mnaita mashambulizi dhidi yangu ni kwa sababu mpira uko hapa. Na mpira unaweza kufungwa. Kwa hiyo wala msiwe na wasiwasi. Mimi wala sina hata muda huo wa kujibizana na mtu yoyote. Hoja ni mambo mangapi? Mawili. Sauli alikuwa mfalme wa Israeli. Na ufalme wake akawa na utumia vibaya. Kwa hiyo hata serikali ya mfalme Sauli badala ifanye kazi za maendeleo za kujenga barabara kama zilikuwepo, za kupeleka maji, za kupelekea watu umeme na kazi zote za serikali, ikaacha focus yake ikawa ni kumtafuta Daudi wamuue. Ufalme wa CCM ulishaondoka na ufalme ulishahamia Chadema. Free Tundu Lissu, katiba mpya. Haya mengine haya wala mimi hata siyasikilizi. Hata yanipi shida. Wala waliokuwa wanajidanganya kwamba labda ndio wananirudisha. Mimi ni mtu wa kutishwa mimi. Yaani kwamba unaweza kunirudisha nyuma kwa maneno ya mtaani ya kanga hayo mimi nikayasikiliza. Mimi nasonga mbele tu. Na makamu wetu ni kiongozi wetu Chadema yetu. Wanawake wote hongera, wanawake wote hongera, hatutaki utani na makamu wetu ni kiongozi wetu Chadema yetu. Ni baraza la wanawake Chadema Julai 15 wametembelea nyumbani kwa makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche kumpatia pole kufuatia kifo cha aliyokuwa dereva wake marehemu Swezi Daniel. Wanawake hawa wamefika na kumtia moyo pamoja na kumtaka kiongozi huyo kutokurudi nyuma na kushikilia kijiti ambacho amepewa dhamana na kumtaka kuendeleza mapambano na kutokurudi nyuma licha ya kuibuka kwa tuhuma mbalimbali dhidi ya kiongozi huyo. John Heche ametumia fursa hiyo kuzungumza na wanawake wa Chadema na kuwakumbusha ajenda ya chama chao na kusema kuwa kwa sasa chama kina ajenda mbili pekee, ikiwemo Free Tundu Lissu pamoja na katiba mpya. Hivyo amewataka wanachama mbalimbali wa chama cha demokrasia na maendeleo pamoja na wananchi kutokuumia dhidi ya tuhuma anazopewa, kwani mwenye mpira ndiyo ukabwa na mpira upo kwake. Nina ujumbe mfupi. Ni huzuni kubwa na majonzi, lakini namsihi Roho Mtakatifu aendelee kufanya kazi kadri ya upendo wa Mwenyezi Mungu. Amina. Mwenyezi Mungu akutangulie. Amina. Neno la Mungu linasema kutoka kitabu cha Hesabu 23:23. Hapana uchawi ndani ya Yakobo wala uganga ndani ya Israeli. Tunarudia kusema Joy. Nchi yote inakuangalia. Dunia yote inakuangalia. Kila mtu, hata mtoto mdogo. Yote niliona kijana mdogo anapiga simu. Mwenyewe anaongea, John umekula? Anasema nimekula. Nilikuwa nafikiri hujala, kuna 3000 hapa nikufanyie kazi na 500. Uende kula, uzidi kula. Mara mbili yake. Yule ambaye anajinyonga, ajinyonge ambaye anasema kwa Nilikuwa ninaomba kwa niaba ya BAWACHA wilaya Tarime, Mheshimiwa Makamu John Heche, nikutie moyo kupitia Zaburi 35 mstari wa 1 na kuendelea. Kaisome Zaburi 35 mstari wa 1 na kuendelea, itakupa nguvu. Makamu, endelea kupiga kazi. Usikate tamaa, maana umewashika pabaya. Walijua kisha mweka mwenyekiti wetu ndani, utarudi nyuma, pengine utaikimbia hata nchi. Lakini umekaza, unapiga msumari wa nchi 6. Wakaona haitoshi, umewashika pabaya, umefikisha kwenye kona, umewabana ambavyo wapumui, wakakufungia mikutano. Kama kweli wana uwezo wa kupambana na wewe, chama kizima kile na serikali imeshindwa kupambana na mtu mmoja tu, John Heche. Wanawake wote hongera, hatutaki utani na makamu.